Kuna mambo mengi ambayo yanazungumzwa. Pengine sasa hawa watu ambao wanaamini katika muktadha wa kidini waelewe nini hasa? Kwanza mimi sipingi mtu kuamini chochote. Katika hii vita, lakini hata ile imani ya mtu kuamini kwamba hiyo. Katika hii vita rafiki yangu, labda nikusomea kitu kimoja uelewe. Mpango wa kuivamia Iran si wa Trump wala si wa Netanyahu. Umepangwa, Netanyahu hayuko madarakani, ulipangwa Trump hayuko nini? Madarakani. Hii ni policy ya Marekani ishatengenezwa miaka mingi na kina Henry Kissinger na wengine. Na si tu kwa Iran peke yake. Mkakati umetengenezwa, rasilimali zote za dunia ziamuliwa na watu wachache. Kwa mfano hii dhahabu ambayo iko Tanzania, anayepanga bei ni nani? Soko la dhahabu limepanda, imekuwa dola kadhaa, mara imeshuka. Nani anapandisha na kushusha? Waga usijiulize maswali. Kwa nini ipande na kwa nini ishuke? Ni mchezo tu, na hakuna sehemu yenye wizi mkubwa kama benki. Benki wanavuna wasichokuwa nacho. Hela yako hiyo hiyo ndio wanakopesha. Wanapata riba. Masa mnaanza kuambia leo hakuna hela. Kwa nini mna leo nileke hela yangu ndani? Kwa sababu hela umetoa. Kwa hiyo wana buy time. Na mara nyingi unapokuwa kuna mpango wa kukopesha kupitia World Bank mpaka mabenki yote wana uhusiano. Nchi yote yenye central bank ina connection na benki kuu. Na benki kuu, director wa benki kuu mkuu ni Marekani. Na benki kuu inatawaliwa na Federal Reserve Bank, benki ya Marekani. Na benki ya Marekani, Federal Reserve Bank, ilianzishwa na kina Rockefeller pamoja na Rothschild. Kwa kuna watu wachache ambao wana control benki kuu, na benki kuu inasimamia benki kuu za nchi zote. Benki ya dunia, benki za nchi zote. Na benki ya nchi inasimamia benki zingine zote. Ni connection ya kipesa. Sasa kuna wakati wanakopesha, msimu wa kukopesha. Uchumi uko kwenye boom. Wakisha kopesha baadaye wanabinya uchumi. Uchumi unaanguka. Muda wa kulipa mlipi, nashinda kulipa. Na benki kwa hivi hawakukopeshi pasipokuwa na mali isiyohamishika. Unatoa kiwanja, unatoa nyumba. Kwa wanakupa karatasi, hizo ni certificate. Hii note ni certificate brother. Tuitoe. Pesa ni dhahabu. Pesa nini? Ni dhahabu. Hii pesa, hii benki kuu ya Tanzania wanakuambia hapa, hii ni certificate ambayo ina fedha halali kwa malipo ya shilingi 1,000. Kwa hiyo hii nani amepima hii ilipe karatasi? Hii ni certificate. Sawa? Umekupia kwamba malipo ya shilingi 1,000, na maana utavuka shilingi 1,000. Uishie hapa. Sasa hii ni certificate. Pesa ni mali, si hizi karatasi. Ukiwa na gesi, ukiwa na mafuta, ukiwa na rasilimali, yani kifupi pesa ni ardhi. Mtaji mkubwa ni ardhi. Sasa iko hivi, pesa ya zamani ilikuwa unataka kununua nyumba, unaambiwa hapa ni vipande viwili vya dhahabu. Hapa ni vipande viwili vya shaba au vitatu. Kwa hiyo unanunua, unampa mtu nyumba, unampa mtu ardhi, anakupa dhahabu. Wajanja ile tawala dunia, waliona kwamba dhahabu watashindwa, ili wapate mali za dunia. Ilibidi waunde certificate mwaka 1912 Federal Reserve Bank. Na wale upinga ni matajiri watatu wa Marekani kina Jacobo, ndio wakawatengenezea Titanic, wakawazamisha. Ndio ikaundwa Federal Reserve Bank, ndio ikachapisha paper money, dola bilio. Sasa picha Marekani ilikuwa ni yani kuna sarafu ya dhahabu, kuna sarafu ya shaba. Kwa hiyo unaambia hii gharama tupe sarafu 10 za dhahabu tukupe gari. Sasa lakini leo unanunua gari kwa certificate. Sasa nani anaipa thamani hii pesa? Hii inatakiwa ipewe na dhahabu. Lakini sasa mwisho wa picha anaipa nguvu ni nani? Wanakuambia kwamba uchumi wa Marekani ni strong. Kwa hiyo unakuwa unasimamia nini? Manunuzi ya thamani ya pesa. Sasa kwa dola, siku Marekani dola ikianguka, hizi ni hasara kubwa, ni karatasi tu. Maana wajanja wa uchumi wanasema kwamba kwani tuegemee dola. Dola ina nguvu yake ipo kwenye mafuta na dhahabu. Kwa leo Marekani anakukopesha dola bilioni 10, anakupa karatasi. Sawa? Kwamba hiyo ufanyie maendeleo fulani. Toto mfano. Alafu baadaye
ukishindwa kumlipa yeye anachukua ardhi. Na Mchina leo na hivyo wanafanya, kishindwa anachukua bandari. Anachukua sijui nini, kila kitu. Sasa hii ni mkakati wa kutawala mtu. Kwa maana mtu mwenye nguvu anayemiliki dhahabu, gesi, mafuta na ardhi, huyo ndo ana mali. Na benki inataka hicho kitu. Kopa nipe ardhi, kopa nipe nyumba. Kwa tuko pamoja paka hapa Sasa kwa hiyo Iran hicho kitu inakataa. Iran ina rasilimali ya mafuta na gesi. Mrasia na mafuta, ndio maana anawashinda wazungu wa Ulaya, kwa sababu yeye na karatasi yeye na nini, ana mafuta. Anawaambia hata mkinikia vikwazo mimi taishi ndani na wananchi wangu, na tuna ardhi, tunalima. Mpango wa Mungu alitupa rasilimali kwa ajili ya maslahi yetu. Ila kuna watu ambao wanataka control rasilimali za dunia. Lengo nini? Wakisha control rasilimali za dunia, wanakuwa na control akili yako, wana control movement yako, kila kitu wana control wao. Nchi za Afrika ni slave, na nchi za Afrika zinahesabiwa kama nchi, zinahesabiwa kama makoloni. Nchi duniani ambazo zinahesabika ni Marekani, Urusi, China. Hao ndo nchi. Nyinyi wote ni makoloni, freedom country ambazo zinajiamulia ndani yao wenyewe. Kina Uingereza kidogo hao, na Germany, lakini wengine hapo sisi unakuhesabia tu huyu ni zoni fulani ilikuwa chini ya Muingereza. Hii ni zoni fulani ikiwa chini ya Mfaransa. Na hata Traore anaonekana ni muasi. Hata hoja kumuondoa kesho kutwa tu. Swala la muda. Si kama wanashinda kumuondoa. Swala la muda tu. Kwa hiyo blaza, Irani ni nchi ndogo kwa maana ya kulinganisha na wale wakubwa. Wanachotaka hawana mpango na wananchi sana wa Iran. Wana mpango wa nishati au rasilimali za wapi? Za Irani. Umejibu vizuri sana. Sasa ukiangalia sasa hivi vita inavyozidi kwenda, Irani na yenyewe imekuwa imara sana. Imekuwa ikifanya vita, imekuwa ya muda. Ukiangalia hata mkakati wa Marekani ulikuwa ni kufanya regime change, lakini imeshindikana. Ukiangalia kama imeshindikana. Nguvu ya Irani inatoka wapi hasa? Nini zile support ambazo wanazipata labda kwa Urusi na washirika wake, kama ni nini hasa? Mrusi amesema kwamba atahakikisha mshirika wake sasa hivi ataanguka, Irani. Na Xi Jinping, rais wa China, alisema kwamba atahakikisha Irani haitamilikiwa na wale ambao wanajiona wanatawala nini dunia. Lakini kuanguka kwa Irani akutegemea sana Mrasia na Mchina. Ni watu wa Irani. Nchi ikiwa na solidarity, hata kama ni nguvu ya Marekani inakuja kupiga, itawapiga tu, lakini itashinda kuwatawala. Hivi mtu akija kwenu nataka kuwatawala, na ndugu mmeshikamana, hatawali mtu hapa, hata kama ana nguvu nyingi. Ataka kwenye kochi, mtampiga mawe. Atabinuka hivi, mtachoma kochi, au sio? Hiyo nyumba takaa hawezi. Lakini nyumba yenu ikiwa imefitinika, akaja mwenye nguvu, nyinyi baba mko 100, akangoa 50, si ataishi? Mtaka kumpiga, wale 50 wanapigana na nyinyi. Sasa ndicho ambacho Marekani anataka kwa Iran. Kama wale ile kundi ambalo linaipinga serikali ya Iran liunge mkono Marekani, liondoe serikali ya nini? Ya Iran. Ila sasa imetokea maajabu, hicho akija kuwa huenda kitatokea wakati mwingine. Wachambuzi wengine wamepredict wa kimataifa kwamba inawezekana sababu ya uchumi ni mbovu wa Irani, na Irani imepoteza thamani ya dola bilioni 150 kwa hii vita. Huenda mbeleni wananchi wakakosa chochote, kwa sababu wananchi si wazalendo kwenye njaa, wataamua vinginevyo. Sasa hiyo ni kama kubeti. Sasa ndio maana jamaa mwishoni hapa Marekani amepiga sehemu kubwa za kuangamiza sehemu za kiuchumi za Irani. Ile hata kiondoka basi amewafanya kuwa kilema, ili baadaye tena kupitia Europe na nchi zingine maagenti wake yanza siende mbele, ila wale maagenti wake wakaenda kuongea na Irani vizuri, kumkopesha, lakini ikawa ni yeye kwa mkono wa nini wa nyuma. Kama sasa hivi wanataka kufanya mazungumzo, hatujui mazungumzo yataishia wapi, maana wamesimamisha vita kwa siku ngapi? 5 kwa maana ya kushambulia zile sehemu zenye nishati. Trump amezungumza hivi, na pia amelaumiwa kwa sababu pia Trump sababu ni kiongozi mkubwa duniani. Kuna nchi ambazo ni marafiki zake wanatumia nishati ile na ile njia ile ya Hormuz. Sasa panapokuwa na mgogoro mkubwa, wale wanamwambia mzee, vipi baba, tunateseka. Unaona? Sasa hiyo inamfanya kichaa wake unapoa. Lakini kama angekuwa ni rais kichaa, angefanya fujo sana pale, na uchumi wa dunia ungefanyaje?
unge collapse sana. Lakini iko hivi, labda tu nikujibu. Hapa sio tumeongea maneno ambayo yanaonekana. Na hoja tumezivunja za udini ambazo hazipo. Ingawa ni kweli ulimwengu umepatana. Si kwamba tusiwe na watu wenye msimamo mkali wa kidini. Walipatana kuanzia mwaka 2000 chini ya uongozi wa Papa Yohana Paulo wa pili. Viongozi wa dini duniani walikuwa wamehudhuria, hata wa Iran walihudhuria, kwamba tumfanye Pope kuwa overseer, muangalizi wa dini zote, na pia tupambane na watu ambao ni fundamentalisti. Uje usikie neno fundamentalisti likizungumzwa na viongozi na wa dini wakubwa na wanasiasa wakubwa, kwamba wale watu ambao wana siasa kali za kidini hawafai, hawana mpango, hawafai kwa maslahi ya dunia, sababu dunia inatafuta amani. Sasa hiyo ipo. Sasa hiyo haibezi kwa Waislamu, inabezi kwa mtu yote ambaye ni fundamentally. Wanapo walipatana walifanyika kule Italy, Assisi, mji wa Assisi, viongozi tu wa dini. Kwa maana wote wakapatana kwamba kila kiongozi wa dini akashughulikia dini yake kuondoa fundamentally, yani wale waumini wenye siasa nini kali. Hiyo ipo itikadi kali, na ndio ambao pia amekuwa akiwazungumzia Netanyahu kwamba wasuni wa siasa kali, wa Shia wa siasa kali waondolewe. Hata Wayahudi wa siasa kali wanapigwa sana kule Israeli, Orthodox Jews hao wana serikali na governor mkubwa sana, na wao hawatakiwi pia ndani ya maana wanataka pia Taurati tawala Israeli, na jamaa hawataki. Umeelewa hapo Kwa hiyo watu wa siasa kali hawatakiwi ulimwenguni kote. Sasa usije ukasema ni Uislamu unapigwa vita. No, ni mtu yoyote mwenye imani kali. Hata Tanzania hapa tuna kikundi kinaitwa Maliziano na Amani. Viongozi wa dini wanaliziana nini? Kwamba wanaliziana kwamba eti yale maneno ambayo yananiuzi mimi nisikuambie, yale yanakuzi wewe nisikuambie. Kwamba dini yangu kuna jambo nikiongea litakukasirisha. Na ukiongea lako kasoro Misri, kasoro South Africa na Namibia. Namibia na South Africa wameunganishwa na Australia sababu ya nguvu yao ya kiuchumi. Kwa sisi nchi zote kutoka North Africa na South Africa na Namibia tunakuwa jimbo la 8. Sawa, jimbo la 8. Marekani jimbo la kwanza ambapo ni Canada, Greenland pamoja na Marekani. Marekani yenyewe. Wase Greenland wanataka waichukue. Hii watu wanasumbuana. Kimkakati Greenland kishapewa Marekani way back. Anachakata tu kwamba liwe jimbo la 8, jimbo la kwanza. Na jimbo la pili la kiuchumi ni West Europe. Na jimbo la tatu ni Japani pamoja na Korea Kusini. Jimbo la tano ni kina China. Nchi za kina Vietnam na kadhalika. Sawa? Kwa hiyo dunia imegawa katika majimbo mangapi? 10 ya kiuchumi. Kwa hiyo ndio mpango wa New World Order. Kwa kutakuwa kuna magavana wa dunia 10 ambao wakisimamia zoni 10 za kiuchumi duniani. Sasa nchi kama kina Irani hawaendani na ule mpango. Sawa? Kwa maana lazima itengenezwe ndio jimbo la 7 ambalo ni jimbo korofi. Na hilo jimbo korofi pale anatakiwa mwenye nguvu awe Israeli na Saudi Arabia. Wawili tu. Ndio inatakiwa iwe hivyo. Alafu na jimbo hili huku sisi hapa kuna Kenya na kuna Nigeria. Ndio leaders. Kule ni Marekani, Canada wapi kule Marekani na control. Sasa kila zone na mkuu wake.
Sasa hii vita isikie vizuri hapa, Henry Kissinger anasema hivi. Katika anaojuka kwenye mahojiano ya Daily Scape. Sema vita vya kidunia vya tatu, kwanza nimuelezee Henry Kissinger ni alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani najua ni mtu mkubwa sana duniani. Ni baada ya rais. Alafu pia kwa ni mshauri wa usalama wa Marekani. Mambo ya usalama. Sasa alisema hivi, vita vya kidunia, hii miaka 70 na kitu. Vita vya kidunia vya tatu viko njiani. Na Iran itakuwa mahali pa kuanzia katika vita hivyo, ambayo Israeli italazimika kuua Waarabu wengi iwezekanavyo na kuchukua nusu ya Mashariki ya Kati. Umeona point hiyo? Leo jamaa wao Israeli simeua sana Waarabu wengi. Mpaka sasa inaua wengi. Nimeua juzi watu wa Gaza wengi sana kama 60,000. Tumeambiwa jeshi la Amerika kwamba tunalazimika kumiliki nchi 7 za Mashariki ya Kati kwa sababu ya umuhimu wa kimkakati. Iran ndio ya kumwisho. Haswa kwa sababu ya zina vyanzo vya mafuta na rasilimali zingine za kiuchumi. Kuna hatua moja tu iliyobaki ambayo ni ya kuipiga Irani. Ni Henry Kissinger. Kumiliki rasilimali za nini? Za mafuta na zingine za kiuchumi. Wanavyoambia watu mambo ya dini au huko pro Iran wa Tanzania, umekuwa kama mashabiki mandazi. Hawajui siri ya ndani. Kwa hiyo wanataka kumiliki uchumi wa mafuta na rasilimali zingine za Iran na Mashariki ya Kati. Nchi zote zimeobei order. Iran ndio imekataa kuobei. Sikia. Ngoma za vita tayari zimesikika Mashariki ya Kati. Na kiziwi ndiye tu ambaye huwa hasikii. Sikia vizuri sasa. Kwa maoni ya nasema hivyo, butume kidogo. Ulaya umefunzwa vizuri katika mapigano hayo katika miaka 10 iliyopita. Utakapoamriwa kwenda kupigana na hao wapumbavu, watatii maagizo na kuwageuza hao watu wapinzani kuwa majivu. Pointio? Juzi NATO huyu Mark Rutte amesema NATO imeungana kufungua mkutano nini? Mlango wa Hormuz. Sikia, tumeajiri au tumenunua raia wa ndani kutoka nchi hizi za Kiislamu na wafanyakazi kwa mpango yetu, kwani tumefanya uwekezaji mzito kwao. Kwa watu wanauao mle ndani tayari washanunuliwa watu. Hawa watafanya vizuri zaidi ya matarajio yetu. Kwa kupitia wasaliti hawa tumekaribia sana malengo yetu yaliyopangwa. Hawa ndio wanaofanya labda viongozi wengi wa Iran wanapoteza maisha. Wasaliti hao. Sikia sasa. Amerika na Israeli wameandaa sanduku kwa Urusi na Iran. Na Iran itakuwa msumari wa mwisho katika jeneza hili. Baada ya Amerika kuwapa nafasi ya kupona, kujijenga na hisia za uongo za nguvu, kujiona wana nguvu, alafu wataanguka milele. Yaani Russia na Iran. Alafu nasema ili kwamba Amerika ambaye ni Freemason anasema iweze kujenga jamii mpya ya ulimwengu ambapo kutakuwa na serikali moja tu yenye nguvu kubwa, mwisho wa kunukuu. Elapa hapo. Kwa ina maana Iran leo kama tupo katika mipango yao ya nini? Ya mwisho. Kwa Iran ndio ya nini? Ya mwisho. Na Russia ameingia pale. Na Mchina yuko. Na muongea hapa Mchina. Kwa hiyo ukishika ule uchumi wa ule mlango wa Hormuz ambao Trump ameshabadilisha jina, anasema ni ameita guba ya Arabia, si guba ya Uajemi. Mbona hapo ndio? Kwa maana wakishaushika ule mlango China chini. Maana anatumia ule mlango kuchukua mafuta pale kwa 40%. China. Mrashi anajitegemea mwenyewe. Lakini Mrashi atataka Iran yaanguke kwa sababu akianguka Iran hakuna resistance nyingine, ina maana atamwelemea yeye. Ni kama leo unaona jirani yako hata kama upatana naye anapigwa na adui yako mwingine mwenye nguvu. Unajua huyu akianguka huyu nafuata mimi. Sasa ili huyu jamaa mnaweza kuwa mnakaa jirani, mna conflict zenu, lakini si zile za kufanya muangamizane. Isitabidi muunge mkono ili mumpige yule jamaa. Sasa ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo Irani itapoanguka, my brother, resistance kubwa ya dunia itakuwa imeanguka. Irani na mambo ya ajabu. Sikatai. Kaua wananchi wake wengi sana. Sima video hazijaonyeshwa sana, lakini ameua sana wananchi wengi. Na vitu vingi kavifanya basi vizuri. Hata dotini yake kuiangamiza nini? Israeli na vinginevyo.
Lakini pia Irani si mbaya hivyo kama inavyosemwa. Hiyo pia tuliongea kisa kibinadamu. Sawa? Sababu hawa watu wanaosema kwamba Iran ni mbaya sana, wao ndio washafanya mabaya mengi kuliko Iran. Tuko pamoja? Hivi kuangamiza watu 60 si ni mchezo? Kwa hiyo sasa kuna ubaya upo. Na Marekani pia ni mbaya sana. Lakini pia na uzuri wake pia. Kila bali na jina. Kwa sababu pia Marekani kwa kitu ambacho ni kizuri, taifa la Marekani aliingilia dini ya mtu. Sababu ina marafiki wengi tu, hawa kina Waarabu ambao ni Waislamu wengi, madikteta, ina marafiki tu wengi. Na nchi yake hairuhusiwi wewe kumlazimisha mwingine katika dini. Watu pale Waislamu wanasali, wa Buddha, wa Kristo na kadhalika. Na kuna uhuru fulani, na pia kuna ile utisho wa Marekani kwa nao. Baadhi ya mataifa ya korofi yanaanza kuwa nayagopesha. Kwa pia Marekani sikuwa kikorapsi. Pia ni riski pia ya dunia. Kwa sababu uchumi utaanguka duniani, na pia tujui ni nani atakuwa mtawala, na atatumia sheria zipi hasa. Je, atakuwa nani? Sasa ukipiga macho haraka kuna wengine wanadai sharia law, si ndio? Utawala wa Kiislamu. Wengine wanataka sijui kuna Vatican huko, wanataka sijui New World Order, au sio? Mchina anataka hivyo Mkorea Kaskazini. Yaani ukiangalia wote hao ni watu ambao wana doctrine, wana idea ngumu sana. Sasa tupo kwenye riski kubwa. Hata sasa dunia ipo wanataka tuweke New World Order, maana kuondoa order ya Marekani. Sasa hivi wamezungumzia sana kama ule rais wa wapi kule Brazil, viongozi mbalimbali kwamba dunia isiungane mkabe Marekani tu na order nyingine, new order, kwamba dunia iwe na amani. Lakini bado watu wanaangalia sasa, tukiondoa Marekani nani atajaza nafasi yake? Unaona, na Marekani hataki kuanguka. Sasa tupo kwenye riski, nani atakuja kuchukua? Sasa usifurahie tu kwamba Marekani atoke kwa sababu tu amekuuzi kidini, labda Iran aondoke, labda amekuuzi kidini. Kwa uwepo wao hawa unafanya dunia iendelee kusuguana. Unajua mnapokuwa mnapishana, unajua mkipatana wote ghafla kuna tatizo. Unafiki ndani yake. Ndio umekaa Januari mpaka Desemba, mke wako hata nuni. Mko tu hata hanuni kidogo. Unacheka tu. Hata glasi zinagongana. Unaelewa unajua pia kupishana ni moja ya uhai. Njia za kujengana. Yani ni kufanya uhai uendelee kuwepo. Kwa sababu chukulia wako simba tu polini. Si ndio? Kuna lazima wepo nyati, mbogo, swala. Na pia na wale pale simba wasipokuwepo wakizidi watatusumbua huko. Kwa simba yupo kwa ajili ya kutengeneza ile control ile inahitaji ile mazingira nini? Kuna jina moja la kizungu liko pale. Kucontrol wale wanyama wasizidi. Kwa kila kitu duniani kina nafasi. Taifa la Irani duniani lina nafasi yake. Israeli ina nafasi yake. Tanzania ina nafasi yake. Kwa sababu ni kutafuta lugha gani ya kuheshimiana, lakini kusuguana kuendelee kuwepo. Maana kusuguana pia ni moja ya njia ya kiuchumi. Biashara na nini. Sasa pia kuna sasa ila kuna watu wenye nia ovu duniani. Sasa hii misuguano ipo, lakini sasa wao wana misuguano mingine ambayo si mizuri. Lakini sasa kwa sababu tumezungumza mambo mengi sana, kwa kumaliza sasa pengine unaiona wapi dunia hasa kupitia sasa hii migogoro ambayo ipo, na hii mwisho wake wa hivi tunaiona wapi? Kama nilivyosema, dunia ipo katika wakati mgumu sana. Labda nitumie kitu kimoja hapa na kuonyesha kitu cha kibiblia sasa. Ndani mkusoma Henry Kissinger anasema wanataka waangamize Iran ili waunde new world order. Sasa new world order ni ipi? Sasa nenda kaangalia goli la Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ulivyoanza ulikuwa una kitangulizo chake inaitwa League of Nations, ligi ya mataifa. Hiyo ligi goli lake ni nini? Ilikuwa ni kuunda UN, United Nations. Sasa goli la UN ni nini? Goli la UN ndiko wazi, ni kuunda kitu kinachoitwa World Federation, shirikisho la mataifa ambalo litakuwa na aina ya uchumi huu moja, aina ya ibada hii moja, pamoja na siasa hii moja, jamii moja. Aina ya uchumi leo inaitwa WEF, World Economic Forum, jukwaa la nini? La uchumi la dunia. Nenda kaangalia uchumi gani unaosukwa pale. Nenda kaangalia unafuta mambo ya climate change, mabadiliko ya tabia nchi.
Hata Tanzania hapa East Africa tuna mtu mmoja anaitwa, ni kiongozi wa mabadiliko ya tabia nchi, anaitwa Jacob Mzuma, na serikali yetu pia na waziri wa mazingira. Waziri wa mazingira mtoka wapi? Katoka nao jamaa. Kwa sababu unataka kuweka mazingira kwa salama, tupande miti, tutoe mifuko ya nylon, lakini unaona kama ni agenda nzuri, lakini nenda kasome agenda yake deeply. Wanataka kwamba dunia nzima ipumzike siku hii moja. Kwa Jumapili imechaguliwa kwa siku ya mapumziko la mazingira, sabato ya mazingira. Kwa siku hiyo uwe Muislamu, uwe Mkristo, utapumzika. Si tuende kanisani, usiende, hata kama ni Muislamu usiende kufanya nini? Usifungue kiwanda. Nataka kila mtu siku hiyo apumzike. Nenda kabisa Jacob Mzuma, kiongozi wa East Africa hapa, kwenye Twitter yake, nenda kwenye X, mtandao wa X. Kama ongea maneno kwamba Jumapili lazima ishikwe East Africa. Hata kwa kiboko. Nenda kwenye shirika la Wacho la mazingira la Umoja wa Ulaya. Wamesema Jumapili lazima ishikwe Europe. Na mpaka sasa wanaanza kuishika. Na juzi Marekani wameanza, majimbo kadhaa wameanza kupitisha. Lengo nini? Watu si kwamba watu lazimishwa wasali Jumapili. Ni siku ya mazingira, sabato ya mazingira. Nenda katika kitabu cha Laudato Si kilichoandikwa na Papa Francis, ambacho kilizinduliwa katika COP 21, mkutano wa mazingira wa Umoja wa Mataifa mwaka 2015 pale Ufaransa. Utaona mipango imefanyaje? Imepangwa. Sawa. Sasa kwa hiyo point inayokuja kuhusu dunia, hoja yako inayokuja, hii dunia haiwezi kutulia. Je, niongee, unaweza kusema kwamba mtumishi na jamaa mwalimu anatumia dini Mimi si mtu wa siasa kali za kidini, lakini nina ukweli. Je, nikuonyeshe kitu moja hapa. Nitakusomea. Hii ni Isaya 24 mstari wa 4, sema hivi: dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unazofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanazofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana umeziacha sheria, umebadili amri, umelivunja agano la milele. Ndio sababu laana imeila dunia hii, nao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndio sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea, na watu waliosalia wakawa wachache tu. Sikia tena hapa mwisho 19: dunia imevunjika, inavunjika sana. Dunia imepasuka sana. Dunia kutikisika, imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utaielemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Sasa tukija katika upande huo, hii dunia blaza imeshalewa, kwa sababu ina mzigo mkubwa wa dhambi. Watu wameuawa, ukatili, ubakaji, kuiba mali za watu. Hata hapa Tanzania kuna watu wanadhulumu wengine. Dunia imechoka, dunia haina matumaini. Sasa kuna watu wanataka kutupa nini? Matumaini. Lakini matumaini feki. Matumaini nini? Fake. Wanasema amani. Na Trump akasema amani itakuja kwa mtutu pale Iran. Na siku zote amani haiwezi kuja kwa mtutu. Sawa, unaweza kutengeneza amani ya muda, lakini pale ambapo tutasema kuna amani, ndipo uharibifu utakuja kwa ghafla. Kwa sababu tunajenga dunia kwa damu. Sasa kwa kumaliza tu, bwana baba msikilizaji asikie. Sisi huku hapa Tanzania, na mimi na wewe, hatuna maamuzi ya dunia. Kuna watu wachache ambao wanaamua mambo yetu. Sisi tunabishana pembeni huko. Tunabishana, mimi pro Irani, mimi ni pro Israeli, tunabishana. Lakini kuna watu mambo yanatengenezwa. Na haya mambo yanavyotengenezwa yanakuja kututawala sisi. Kama walivyotengeneza aina mbalimbali za kiuchumi na elimu na vinginevyo na siasa. Sisi tunakuwa nini? Wahanga. Ukibisha unakabwa. Sasa kuna mpango mpya wa ulimwengu, ambao huo kama alivyosema Kissinger utaanzia Iran itapoondolewa. Kwa hatima ya vita hii, hata kama sasa hivi watasimamisha mapigano, ingawa Iran ikasema kwamba hata nikisimamisha baadaye utakuja kunipiga, bora tumalizane ili tukae chini, Marekani isinipige tena kwa mkataba wa kimataifa. Lakini hao jamaa wana ajenda ya kumwangamiza Iran, na mpaka sasa mshaumizwa sana. Kwa hiyo mwisho wa picha, Iran lazima itashindwa. Itafanyaje? Itashindwa. Inawezekana sasa hivi kakaza, lakini watakuja kuiwipe out. Kabisa. Ndio. Si kwamba wataiangamiza Iran isiwepo. Yaani wataondoa utawala ambao unapingana na maslahi yao. Hata kama sio kwa sasa hivi. Hata kama si kwa sasa hivi. Sababu ugomvi umeanza muda mrefu. Wakajana walipiga phase ya kwanza. Hii ni phase ya pili. Wataanza na vikwazo, kaja kupigana phase ya kwanza vita vya siku 12. Sasa hivi tuna siku 23 Wanataka sasa wasitishe na nini, lakini point inayokuja hapa, kama si mwaka huu Iran itaweza utawala wa Iran unaweza kuondolewa, wakaweka utawala mpya
Na kama itapita basi ni neema ya Mungu. Neema ya nani? Ya Mungu, kwamba Mungu anataka bado tuendelee kuishi kwa namna fulani. Irani itakaza. Lakini mwisho wa picha, mipango iliyopangwa bwana mtangazaji, Iran lazima iachie nafasi ili mpango ufanyeje, uendelee kuwapo kama Greater Israel na mipango mingine ya New World Order, ambao sasa kifupi kwa watu wafikiri, watu wote wanaelewa, hata wasiokuwa na dini wanafahamu kitu inaitwa mpinga Kristo. Mpinga Kristo. Kwa hiyo wanamwandalia mpinga Kristo njia. Waislamu wanamuita Masihi Dajjal. So wanaamini Masihi Dajjal atakuja. Wa Kristo mpinga Kristo. Kwa hiyo ina maana kuna kitu kinaundwa kwa ajili ya kumuundia mpinga Kristo nini? Njia. Kwa hiyo tupo katika wakati mgumu wa kidunia. Kwa hiyo watu wa dini sasa hivi hawapaswi kuwa washabiki. Wanapaswa kujifunza kwa utulivu na kusoma kwa utulivu. Na watu wa siasa waangalie na namna gani tukaishi katika wakati wa vita hivi, nafasi yetu iko wapi? Watu wa uchumi waangalie namna gani ya kuwa na uchumi fulani, hata utasaidia angalau ingawa tuweze kushinda. Lakini hali ndio iko hivyo. Kwa hiyo pro Iran na pro Israel au pro America, sikatai mtu kuwa mshabiki, sababu kila mtu anaamini anachokiamini, lakini pia waanze kufungua nini? Macho. Uangalie ni nini ambacho kinakuja kupata nini? Ulimwengu wa baadaye. Kwa watu wa unabii wanaamini kuna mnyama anakuja, mfalme wa 4 ambaye atakula dunia yote, ambaye ni Roman Empire, ambaye itakuja kutawala, itaibuka tena na kutawala nini? Dunia. Na Marekani na European Union wanaandaa njia yake ili huo ufalme ufanyeje? Uzaliwe mara ya pili, utawale dunia. Sasa hapa nimeongea kidini, nimeongea kiimani, kiunabii. Lakini sasa pointi inayokuja katika mambo tumezungumza kwa kuhitimisha, hii vita si ya kidini. Ni vita ya kushika uchumi wa Irani na uchumi wa nini? Wa dunia, ili wa control. Kwa dini ina brainwash watu, ni kama njia au katalisti ya kufanya watu wasifikirie, wawe chini ya mipaka na himaya yao. Lakini kwa kauli ambayo pia Trump ameizungumza, tunajua niligusia kwa uchache, amezungumza kwamba kwa maana viongozi wa Marekani wamekaa na viongozi wa Irani na wameweza kuzungumza kwa mwitikio mzuri, kwa maana mazungumzo yanaenda vizuri, na akasema pia, kaongeza kwamba kila ambacho wamekubaliana watasitisha kushambulia nishati kwa ndani ya siku 5. Pengine kauli hii inaonyesha ni kwamba Marekani wameshindwa kila walichokikusudia, ama wamekitimiza kila walichokikusudia, na unaziona hizi vita zina siku ngapi huko mbeleni, ama bado zitaendelea? Sasa hapo nafikiri tusubiri siku 5 zipite. Na kingine, Trump juzi ameongea kama wewe kwamba wao hawako after regime change. Hiyo imeacha kama affair ya Iran. Wao lengo lao ni kuangamiza uwezo wa Iran wa kinyuklia na wa makombora. Mpaka sasa hivi Iran anarusha nini? Makombora. Ingawa wanasema inapungua na nini, lakini inashangaza, mara mpiga ikawa hivyo. Lakini pointi kubwa ambacho wamekibaki nacho sasa hivi ni kucollapse uchumi wa nini? Wa Iran. Hiyo ndio hoja. Lakini regime change kama ilikuwa ndio purpose, imefeli. Labda kama yule mchambuzi anasema kimataifa, nimemsikia mmoja kutoka Uarabuni, mmoja kutoka Marekani, mmoja kutoka nchi za fikio katikati hapo, amesema kwamba kwa hali ambayo ipo Iran, basi baadaye wananchi watareact. Kuiondoa serikali, wawe na serikali mbadala. Sasa kwa mujibu wao wachambuzi. Lakini kwa habari ya kuangamizwa uchumi wa Iran, Marekani ameweza. Ila kwa habari ya regime change imekuwa ngumu. Na kwa habari ya kuharibu makombora yote bado kuna kizungumkuti. Sasa hizi siku 5 kulingana na kauli ya Trump ya jana kwamba amani itakuja kwa vita, na watasimama pamoja na Netanyahu kaongea hilo jambo mpaka waangamize nguvu ya uchumi na nguvu ya makombora na uchumi wa Iran ambao unawapa jeuri ya kutengeneza ile mabomu. Sasa inawezekana kabisa hii vita ikawa phase ya pili, ikaenda phase ya ngapi? Ya 3. Lakini na mashaka kama watenda phase ya 3 itakuwa ni muda mrefu, kwa sababu sidhani kama wananchi wa Marekani na wananchi wa Israel wataruhusu tena nchi zao zipigane na Iran. Kwa sababu wameonja joto ambalo madhara yake ni makubwa, sababu tuongee tu ukweli. Makombora ya Iran yamepiga sana Israeli pia. Yamepiga sana mashariki ya nchi za Kiarabu. Na pia Marekani masuala yake yamepigwa, bei zake nyingi zimepigwa. Na amepoteza baadhi ya vitu vya gharama pale na kadhalika pia. Kwa hiyo sasa kitu ambacho wanaweza wakafanya ili waweze kuimaliza hii vita, inabidi Israeli na Marekani wagangamale.
kuendeleza hii vita ili waunde heshima yao. Na ninavyoona Myahudi hataki kumaliza vita, anataka atimize malengo yote, sababu Wayahudi wana nguvu na ushawishi mkubwa ndani ya Marekani. Ninahisi wanaweza wakafanya kila njia vita ikaendelea. Lakini pia viongozi wengi wa Iran wamepoteza maisha sana katika vita hivi. Ukianza Ayatollah, bado viongozi wao wa kijeshi pia wameuawa sana, na kuna taarifa pia ambazo zinasema kwamba Benjamin Netanyahu amefariki. Zimekuwa zikizungumza sana na Netanyahu na amekuwa kijibu. Viongozi wanaotajwa hawa, hata Mojitaba pia ambaye supreme leader mpya ambaye ameteuliwa kwa sasa hivi ama amechaguliwa, ni wazima ama ni nini hasa? Mojitaba na ipo katika majeraha. Alipata majeraha wakati babake anashambuliwa na hivyo karibuni. Sasa Iran wameficha identity yake na mazingira yake. Kwa hiyo kwa mujibu wa intelligence ya Israeli wanasema jamaa amejeruhiwa, haiko vizuri. Hiyo wasema pia ana mguu. Sasa ni maneno hivyo, na sababu lazima wamprotect, sababu jamaa akianguka Iran ikwisha. Sasa kumpata supreme leader mwingine inakuwa ni ngumu. Sasa ni kweli kabisa watu wanaposema kwamba Iran haijapoteza, Iran ina msiba mzito. Top leader 12 wamekufa kwa nchi. Ni kama hapa tu Mama Samia aondoke, waziri mkuu, Oswe, makamu wa rais, baadhi ya mawaziri, yani wale ambao ni watu wakubwa ndani ya nchi, watu wa usalama wa taifa, wakuu wa majeshi yote wameondoka. Alafu kuna wale makamanda ambao ni phase ya pili kama wamekufa kama 49 hivi plus. Alafu na makamanda wakati wamekufa kwa jumla ambao nimeangalia juzi wamefika 600. Kwa ni msiba mkubwa. Hata baada ya vita hii watazika watu wengi sana, tuje kuona. Pindi walificha mwaka jana, lakini mwisho wa siku walizika, tunaona tena kifo kinaumbue. Sasa Irani imepoteza vingi. Alafu wamepiga sana ngome za Irani, wamepiga ofisi za serikali, wamezivunja, mpaka ikulu ya rais imeangamizwa, bunge, jengo la Ayatollah liliangamizwa. Kwa hiyo Irani ina hasara kubwa sana. Kuna maana jamaa wamesema kwamba kama itakataa utaratibu ambao wameiwekea watapiga zaidi. Sana Irani pia imewapa hasara, lakini haijafikia hasara ambayo Irani imepata. Benjamin Netanyahu ni mzima kwa taarifa zako? Ndio, ni mzima. Hata jana amezungumza baada ya kupigwa ule mji wa Aradi pamoja na Dimon, ametokeza zalani, amezungumza. Sasa kuna watu ambao walikuwa na romance, amefanyaje? Amekufa. Na labda nikasema kwamba Tanzania wengi, wachambuzi wengi ni mashabiki. Sijui wanatafuta view, wanatafuta kupata subscribers wengi, nafikiri ndio kitu. Lakini ukiangalia ametokea mara nyingi tu. Nafikiri jana pia ametokea sema kama yeye ni mzima, wakasema kwamba asihutubie tu, aende kwenye nini baraza la vita azungumza, kaenda. Asema hiyo ni AI. Atoki kazarani kama vile viongozi wa Iran walivyotokea. Walitokea wakauawa kina Ali Larijani. Kusema wakajifanya hivi, kishoka wakaondoka. Jamaa ametokea juzi, jana amezungumza na wananchi. Sasa hivi media zote ambazo zinasema amefariki. Hivi aibu anaipeleka wapi? Ndio maana mambo, bwana mtangazaji, hatupasi kuwa na ushabiki. Tunapaswa kuwa tunaangalia ndani kwa kina na kuchunguza. Lakini haya mambo yote ubaya hautakuwa tu kwa Irani na nchi zingine. Sababu tunaopiga Irani nao wako salama. Si kwa maana Irani kusha makombola. Kwa sababu unapokuwa unamwaga damu isiyokuwa na hatia, kuna kitu unachoandikiwa, kuna matokeo yake. Damu, ukisoma Mwanzo sura ya 9, amwage damu ya mwanadamu, damu yake pia itamwagwa na nani? Mwanadamu. Viongozi wa Irani walimwaga damu ya nani? Ya wananchi. Nao damu yao imwagika. Nao wanaomwaga damu ya watu wengine huko Mashariki ya Kati, wakatoa futa, utafanyaje? Utafika. Kwa kila kitu kina matokeo yake. Lakini kikubwa zaidi, bwana mtangazaji, ujue, naomba ushikilie kitu na msikilizaji pia akishikilie. Tunaingia katika mpango mpya wa nini? Wa ulimwengu. Kila kitu kitenda kubadilika. Uchumi, siasa, dini na jamii. Kwa mfano, ulitegemea kuna kitu kinaitwa AI kinakuja? Unajua ilianza mwaka gani? Kasa tu Musk aliwahi kuzungumza akasema kwamba watu wanaogopa kwamba alikuwa anaogopa siku tujana, akasema wewe unaangalia movie unafahamu movie inaitwa Terminator? Kuna ile ya kwanza, ya pili, ya tatu na tano. Nikaangalia ile ya kwanza au ile ya pili inaitwa Judgment Day ya mwaka 1984. Wanaongelea AI kwa jina la Skynet. Wanatumia neno AI au Skynet kwamba itakuja kutawala nini? Dunia. Leo je, atawala AI?
Kila kitu unaingia wapi? AI. Kwa hiyo wana control kila kitu, na hii system itakuja kucontrol kila aina ya uchumi. Sasa tunaingia kwenye digital currency ambayo pesa ya karatasi itaondolewa. Kama ilivyoondolewa pesa ya sarafu ikaja ya karatasi, tunaingia kwenye manunuzi yote yatakuwa yanaenda kwa digitali. Hata wewe mwenyewe leo unaweza kufanya transaction kwa simu. Benki unajua kwa juu manunuzi, kila kitu kinabadilika. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaingia katika mfumo wa udhibiti wa kiuchumi, wa kisiasa, wa kidini na wa kijamii. Hiyo ndio New World Order. Kissinger amesema hapa, na huyu ni kiongozi wa Marekani, si conspiracy theory. Ni mtu kazungumza, mtu mkubwa akiojiwa. Kwa ina maana huo ndio mkakati mkubwa. Kwa hiyo ndugu, issue ya Irani, tunashukuru Irani imejitumua. Tunafurahia pia watu wengine, unafurahia kwamba amejikaza kuonyesha nafasi fulani ya uhuru wake kama nchi. Lakini mwisho wa siku anaopambana nao wana nguvu zaidi. Kwa mfano, Marekani ameweka vikwazo kumpiga Iran. Israeli, Umoja wa Mataifa umeweka nani vikwazo? Juzi umeweka Iran. Hawa Umoja wa Ulaya umeweka Iran vikwazo. Anayepigwa anawekewa nini? Vikwazo na Umoja wa Mataifa na pamoja na Umoja wa Ulaya. Alafu Umoja wa Mataifa kasoro Urusi ingawa akashindwa kwenye pitia Baraza la Usalama, Irani kushambulia majirani zake na kushambulia sehemu zingine. Sasa kwa hiyo mwenye nguvu ndiye anatunga nini? Sheria. Tutamtetea Irani ndio, lakini wenye nguvu wana nguvu zaidi yake maradufu na utaenda kumzimisha. Uwe wakati huu, mwaka huu au wakati gani unaokuja, lakini Irani lazima izimishwe, iendane na mpango mpya ulimwengu kama alivyofanya Gaddafi, kama Syria, kama Saddam na nchi zinginezo. Cuba kitoka hapa ataenda Cuba. Kama Cuba wamesema kuenda kuitwa, kama walichukua Venezuela. Russia, Trump alisema hivi, Mfaransa na Mjerumani mnaiweza. Maana shako kama vile karatasi tu. Anapigana leo miaka mingapi? 4. Na China kijichanganya wanampa Taiwan. Hata sumbuka anaweza kaipiga, lakini wa karibu uchumi. Na China ikipigana na Taiwan, huo ndio kuna zoni kubwa ya meli zinapita pale kuja Afrika na sehemu nyingine ule mkanda. Mto bahari ya kusini mwa China unapitisha meli zingi za kiuchumi kwa Afrika na nchi zingine za Asia na Ulaya. Kwa hiyo vita ikianza pale itakuwa ni tabu. Xi Jinping hata kuivamia Taiwan juzi, jenerali wake akamwambia usifanye hicho kitu. Tukisubutu tu tunakuwa kama Russia. Tutangang'aniwa hapa vita. Akamuondoa kwamba anashirikiana na Marekani, amempenyesha siri za nuclear za China kwa Marekani. Ile ni siasa. Kwa hiyo wakamuondoa na jopo lake. Kwa hiyo Xi Jinping lengo lake anataka kuivamia Taiwan. Wewe naye pia yupo katika mpango huo wa kutumika kutengeneza New World Order, tujui, lakini mambo ndivyo yalivyo. Asante. Mchungaji, mwalimu, nimezoea na vazi ulilolivaa hivi na kuita mchungaji. Mwalimu, mimi nakushukuru sana na kikweli nimefurahi sana kile ambacho tumekizungumza. Kama ulivyozungumza, inabidi sasa tunatafuta muda mzuri, tunakuja na topic kadhaa, tunazichambua kwa uzuri zaidi ili elimu ambayo unaitoa wetu endelee kuipata pia. Mimi nawakaribisha mje na mada yote ile inayohusika na mambo ya siasa za kidunia, mambo ya historia, mambo ya kidini. Mungu amenijalia maarifa machache na tukashare na watu wengine waweze kuelewa. Kwa hiyo nawakaribisha sana. Kwa mawasiliano labda kuna mtu ambaye tamana baba akufikia. Kwa mtu ambaye atakunifikia, mimi naitwa Jeff Masawa kama nilivyotambulishwa, na nimekuja kujiwa na nyinyi. Nani msema? Bongo Plus na 96. Okay, Bongo Plus. Namba yangu ya simu ni 0757 72 25 57. Hiyo ukinipigia huyo, kama una swali lako la kuniuliza au mambo mengineyo pia unaweza ukaniuliza, iwe mambo ya kiuchambuzi, mambo ya kidini na mambo mengineyo. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Pia unaweza ukaja katika Facebook yangu, channel yangu, page yangu ya Facebook ito Jeff Masawe ama Instagram. Hapo utanikuta waga nafanya uchambuzi wa kuandika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nakaribisha sana. Mungu akubariki. Asante sana kiongozi. Asante sana.